Yes, mpira una mambo mengi sana na Tembo nipo hapa kuzungumzia mpira kwa sababu huo unakusanya halaiki nyingi ya watu. Tembo ndio jina langu, mkali wa Tembo Mastori, na hii ni Tembo Mastori. Kwa nini tupo hapa? Tunaenda kumwangazia beki mpya wa Azam ambaye anajulikana kwa jina la Henry Staniki. Huyu bana ni mzaliwa wa pale Jet, Ubelgiji. Kwa nini anahusishwa na Azam FC na kwa nini ana mazungumzo mazuri na anaelekea tamati kukamilisha kujiunga na viunga vya pale Chamazi? Henry Staniki bana ni miongoni mwa mabeki bora sana pale Afrika Kusini na alikuwa anafanya kazi kubwa sana kwenye kikosi cha Stellenbosch, kikosi ambacho aliwahi kufanya kazi Ismail Olivier Ture anayekitumikia kikosi cha Simba Sport Club, kikosi ambacho aliwahi kufanya kazi mwalimu Steve Becker, mwalimu wa Simba Sport Club, na aliwahi kumfundisha Henry Staniki akiwa kama beki wa kati kwenye kikosi cha Stellenbosch. Sasa Azam FC ya mwalimu Florent Ibenge, wakali wa mambo wajuzi wa kujua Vingereza, wao humuita Flora Ibenge. Sasa wanahusishwa na beki huyu wa kati. Je, Azam wanaenda kumpata beki wa aina gani? Ikumbukwe tu story ndani ya Azam kuhusiana na beki wao Mindoza pamoja na Yoro Diaby ni kwamba wametuma barua ya maombi Azam FC kusitisha mkataba wao, kwa maana ya kwamba Azam msimu ujao inaweza ikamkosa Yoro Diaby pamoja na Laurent Fontes Mindoza. Sasa kama huna beki kama Mindoza, basi Henry Staniki ni miongoni mwa mabeki bora na wanaweza kukupa hiyo. Huyu bana alizaliwa pale Jet, Ubelgiji tarehe 18 ya mwezi Julai ya mwaka 2002. Umri wa miaka 23 hivi takriban. Na kuzaliwa kwake Julai inamaanisha kwamba siku za hivi karibuni anaenda kuongeza mwaka mpya mwingine, kwa maana ya kwamba siku hizi tu za usoni amebakiza siku kama 7 hivi kwenda kukamilisha mwaka mwingine kwenye maisha yake ya kuzaliwa. Sasa Henry Staniki ni miongoni mwa vijana bora sana na amekuwa anafanya kazi kubwa sana kwenye eneo la defender, yani kwa maana ya beki wa kati. Sasa Azam FC wanahusishwa na huyu mwamba. Sasa mwalimu Florent Ibenge kaangalia nini? Azam FC msimu huu ni wawakilishi wa taifa la Tanzania kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, kwa maana ya CAF Confederation Cup. Sasa kama wanaenda kuliwakilisha taifa, basi lazima tuone usajili ulio bora, na msimu huu walionja ladha ya kushiriki makundi. Huenda mwalimu Florent Ibenge anatamani kuifikisha Azam kwenye nchi ya ahadi, na ndio maana anawatafuta wachezaji wazoefu kucheza kwenye michuano ya kombe la shirikisho, kwa maana Henry Staniki ni miongoni mwa wachezaji ambao ameshapata bahati ya kucheza kombe la shirikisho akiwa anawatumikia Stellenbosch. Sasa Azam wananufaika vipi na huyu mchezaji? Umri wake unaruhusu kuitumikia Azam ndani ya miaka 3, kwa maana siku hizi tunaangalia pia umri unapoenda kumsajili mchezaji. Je, atainufaisha timu kwa muda gani na atakuwa bora kwa wakati gani? Sasa Azam wanampata mchezaji ambaye ana umri ambao unaweza kainufaisha klabu kwa wakati wa miaka 3 na 4 na zaidi. Sasa kumpata mchezaji kama huyu tayari ni faida kwao, lakini kitu kingine tu usikivu alionao Henry Staniki pamoja na taifa analotokea kwa maana ya Ubelgiji. Ni miongoni mwa mataifa ambayo huwa yanatoa nyota wazuri wenye vipaji vya soka na wenye ubora mkubwa. Tembo ndio jina langu, mkali wa Tembo Mastori. Nilikuwa hapa. Usisahau tu kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Napatikana YouTube, Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Andika Tembo Mastori, utakuwa umeshakuwa wa kwanza kupata stori zote zinazokuwa zinatengenezwa na mkali wa Tembo Mastori.